Karibu Tuzo Online. Habari za mchana huu, ndugu zangu waandishi wa habari. Awali ya yote tuanze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia mchana wa leo kukutana hapa katika makao makuu ya Shirikisho la Kandanda Tanzania kwa ajili ya kuzungumza. Labda kama una gundi ndio weki hapa uigundishe. Tunao furaha kubwa mchana huu wa leo kukutana hapa katika makao makuu ya Shirikisho la Kandanda Tanzania kwa ajili ya kuzungumza nanyi ndugu zetu waandishi wa habari na kuzungumza na wana Simba Sports kuelekea mechi yetu ya marudiano ya Ligi ya Mabingwa Afrika dhidi ya Nsingizini Hotspur. Lakini inawezekana ninyi pamoja na wengine wamekuwa na maswali, imekuwaje mkutano wa wanahabari na Simba Sports Club ukafanyike kwenye makao makuu ya Shirikisho la Kandanda nchini Tanzania. Hii ni sehemu mojawapo ya kuonesha heshima yetu kwa mamlaka ya mpira wa miguu Tanzania. Mafanikio tunaojivunia Simba Sports kwenye michuano ya kimataifa imetokana na uimara na uthabiti wa mamlaka ya mpira wa miguu Tanzania kwa maana ya TFF. Tangu TFF imeanza kuongozwa na Wallace Karia, Simba Sports Club tumepata mafanikio makubwa kweli kweli. Tumekuwa na uhakika wa kwenda hatua ya makundi ya utawala yake klabu. Tumekuwa na uhakika huo wa kufuzu na kuingia hatua ya makundi. Kwa hiyo kuja kufanyia mkutano hapa ni sehemu ya appreciation yetu wana Simba kwa kazi kubwa ambayo TFF wameifanya, na kazi kubwa hiyo imeleta matunda chanya. Simba Sports Club hii leo tunazidi kung'aa, kutakata na kufanya vizuri barani Afrika, na sasa tuko nafasi ya 5 Afrika kwa ubora, lakini tunaelekea kufuzu kwa mara ya 7 kwenda hatua ya makundi ya michuano ya CAF. Ndugu zangu waandishi wa habari, mchezo wetu wa marudiano wa Ligi ya Mabingwa Afrika dhidi ya Nsingizini Hotspur utakuwa siku ya tarehe 26 saa 10 kamili jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mechi yetu hii itapigwa muda huo, lakini nichukue nafasi hii kuwatangazia rasmi mashabiki wa Simba ya kwamba mechi hii mashabiki tunaruhusiwa kuingia uwanjani. Mechi yetu iliyopita dhidi ya Gaborone United mashabiki hawakuruhusiwa kuingia kwa sababu tulikuwa tunatumikia adhabu ya CAF ya mashabiki kutoingia uwanjani kutokana na vitendo ambavyo vilitokea katika mechi zilizopita. Tumeitumikia adhabu hiyo kwa mechi moja na adhabu hiyo imeshamalizika. Tuchukue nafasi hii kutoka Simba Sports Club kuwashukuru mashabiki wote wa Simba ambao walijitoa kwa hali na mali kuchangia kulipa fine ambao Simba Sports Club tulitozwa. Makusanyo hayakuwa makubwa sana ya kuridhisha, lakini hicho kidogo ambacho mashabiki wamejitolea tutachanganya na nyingine kutoka Simba Sports Club tulipe hiyo faini, lakini adhabu yetu tayari imeshamalizika na sasa tuko huru mashabiki kuingia uwanjani katika mchezo wetu wa tarehe 26. Pamoja na kwamba tayari adhabu yetu imemalizika, lakini tuna kila sababu ya kukemeana wenyewe kwa wenyewe na Simba, na sisi viongozi wa Simba tunakemea kwa nguvu zote vitendo vya utovu wa nidhamu, vitendo visivyokuwa vya kimichezo, vitendo ambavyo vinatupelekea Simba kuadhibiwa
na mashabiki kutoruhusiwa kuingia uwanjani. Tunakwenda kwenye mchezo wetu wa tarehe 26. Ni marufuku shabiki yoyote kuwasha fireworks, kuwasha baruti, kuwasha mamoto yenye moshi. Ni marufuku, hairuhusiwi, ni marufuku, haitakiwi. Hairuhusiwi shabiki yoyote kuvamia uwanjani kwa maana ya pitch. Hayo ndio mambo ambayo kwa misimu hii miwili yametuathiri na kupelekea kufungiwa kutoingiza mashabiki uwanjani. Kwa hiyo tuanze sisi wenyewe mashabiki kuangaliana majukwani. Ukimwona mtu ana dhamira ya moshi, tumkataze kwa pamoja. Ukimwona mtu anajiandaa kurukia uwanjani, tumzuie kwa pamoja, kwa sababu hayo matendo ndiyo ambayo yamepelekea Simba Sports Club tumeathirika mchezo uliopita, mashabiki hatukuruhusiwa kuingia uwanjani. Lakini wako watu ambao wanafanya kwa makusudi. Sio shabiki wa Simba, anavaa jezi ya Simba, ananunua tiketi ya Simba, anakuja uwanjani na anafanya vitendo vya kihuni vya kuingia uwanjani kwa lengo la kutaka kuchafua taswira ya Simba Sports na kwa lengo la kutaka kutuharibia Simba Sports Club. Watu wa aina hii tunawatangazia ya kwamba hatutawafumbia macho. Yoyote ambaye atafanya vitendo hivi kwa makusudi, kwa lengo la kutaka kuichafua taswira ya Simba Sports Club, kwa lengo la kutaka wanasimba tuadhibiwe kutoingia uwanjani, tunamtangazia mtu huyu ya kwamba hatutamuacha salama. Yoyote ambaye atathubutu kufanya hivyo kwenye mechi yetu ya tarehe 26, tutaruka naye mazima hapo hapo uwanjani, tusilaumiane. Tumerejea jana kutoka Eswatini mara baada ya mchezo wetu wa kwanza wa tarehe 19 ambao tulifanikiwa kuondoka na ushindi wa magoli 3-0. Kikosi kimerejea jana Dar es Salaam na hii leo vijana wamepumzika. Kesho Jumatano tarehe 22 kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, kikosi kitarejea tena uwanjani Mo Simba Arena kwa ajili ya kuanza maandalizi kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe 26. Kuelekea katika mchezo huo tunayo furaha kubwa. Kocha wetu Suleiman Matola amemaliza adhabu yake ya kufungiwa mechi 2 na kwenye mchezo huu wa tarehe 26 atakuwepo kwenye bench kama kawaida. Lakini tunao furaha nyingine kubwa katika mchezo wetu huu wa tarehe 26. Kiungo wetu Alassana Kante atarejea dimbani kama kawaida baada ya kukosekana katika mchezo uliopita kutokana na majeraha ambayo aliyapata siku chache kabla ya timu kuelekea Eswatini. Kwa tunakwenda kwenye mchezo huu tukiwa na furaha iliyojitosheleza kwa sababu kikosi chetu kinazidi kuimarika, wachezaji wetu wanazidi kurejea kwenye mapambano. Wapinzani wetu Msingizini wanatarajiwa kuwasili hapa nchini siku ya Ijumaa. Bado hatujapata muda gani watawasili, lakini watakuja hapa nchini siku ya Ijumaa kwa ajili ya kuja kushiriki katika mchezo huo. Waamuzi watakaochezesha mchezo wetu wote wanatoka Nigeria. Mwamuzi wa katikati anaitwa Grema Mohamed kutoka Nigeria, akisaidiwa na Tejir Basmat kutoka Nigeria. Msaidizi namba 2 atakuwa ni Emmanuel Omala vile kutoka Nigeria, na fourth official atakuwa ni Abusalam Abiola kutoka Nigeria. Kuelekea katika mchezo huu tumeweka viingilio vya kitajiri sana kwa sababu hii ni mechi ya kistarehe, hii ni mechi ya furaha, hii ni mechi kubwa, ni mechi ya kitajiri, ni mechi ya kifahari, ni mechi babu kubwa kwa wanasimba. Viingilio vyetu mzunguko ni shilingi 250,000. Sijakosea. Mzunguko ni shilingi 250,000. Simba ya Pantev lazima uweke kiingilio cha kutisha.
Viingilio katika mchezo wetu huu. Muamini kama tunaweza tukaweka kiingilio cha shilingi 2.5 Shabiki wa Simba wanaweza. Na hii mechi ni tofauti na mechi ambayo wanakwenda kucheza wengine. Hii ni mechi ambayo unajifaharisha shabiki wa Simba. Hii ni mechi ambayo unaenda ukiwa unaenjoy, unaenda ukiwa unafurahi, unaenda ukiwa unajiamini. Hasa kwa nini usilipe shilingi 250,000 kwenda kukaa mzunguko? Viingilio katika mchezo wetu huu. Shilingi 250,000 Tanzanite, ambayo hii atakayelipa shilingi 250,000 atapatiwa gate pass, jezi moja ya chaguo lake pamoja na tiketi ya VVIP ambayo itamwezesha kukaa kwenye daraja la juu kabisa la uwanja Benjamin Mkapa, pamoja na vyakula na vinywaji kede kede kwa muda wote wa dakika 90. Mtu yote ambaye anahitaji kuingia kifahari siku hiyo uwanjani, kuingia na gari lake uwanjani, basi anatakiwa kulipa shilingi 250,000. Tutampatia zawadi ya jezi ya kuscan, tutampatia chakula, vinywaji, na atakaa eneo la VVIP kumwangalia mnyama anafuzu kwa mara ya 7 hatua ya makundi ya michuano ya Afrika. Shilingi 150,000 hii ni kwa platinum, ambapo hii platinum shabiki atakayelipa 150,000 kwanza ataondokea hotelini, kwenye hoteli ya nyota 5 ya hapa Dar es Salaam, atapelekwa mpaka uwanjani na king'ora akiwa kwenye basi safi lenye klasi ya hali ya juu. Ataondoka pale, watapelekwa mpaka uwanjani, wataangalia mechi akiwa uwanjani. Kuna siti zao maalum za kiplatinum, wanapata vyakula, wanapata vinywaji, wanaenjoy, wanafurahia kweli kweli. Mechi ikimalizika, wanarudi kwenye mabasi yao mdogo mdogo, wanarudi mpaka hotelini, wanachukua magari yao, wanaondoka nyumbani, mnyama akiwa ameshafuzu hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Atakayelipa shilingi 150,000 atapatiwa usafiri wa kwenda na kurudi uwanjani, atapatiwa escort ya polisi, atapatiwa jezi ya chaguo lake kutoka J-Root, na atapata vyakula na vinywaji anapokuwa uwanjani kwa shilingi 150,000 pekee. VIPA itakuwa ni shilingi 30,000. VIPB itakuwa ni shilingi 20,000. VIPC itakuwa ni shilingi 10,000 na mzunguko itakuwa ni shilingi 5,000. Mechi yenye hadhi kubwa kama hii, mechi yenye thamani kubwa kama hii, shilingi 5,000 ni fedha ndogo kweli kweli. Kwenda kuiona Simba hii ndugu zanguni kwa shilingi 5,000 ni hela ndogo kweli kweli, ni kuidhulumu na Simba yenyewe. Kwenda kumuona Kibu kwa shilingi 5,000 ni kuidhulumu na Simba yenyewe. Lakini tunafanya hivyo ili kila mwana Simba aweze kumudu na tupate wana Simba wengi katika mchezo huu. Lakini kwa hadhi ya timu yetu hivi sasa, kwa thamani ya timu yetu hivi sasa, kwa ubora wa timu yetu hivi sasa, ndugu zanguni, kiingilio cha chini kabisa kwenye mchezo huu isingepungua 400,000. Lakini kwa sababu tunataka kila mtu wale mema ya Simba, ndio maana tumeweka kiingilio cha chini kabisa shilingi 5,000.